Mwenyezi Mungu aliovitia ndani ya mwili wa mwanamke vina hatari, vinaweza kuja kumdhuru, anaweza kuichukia ndoa, anaweza kujiona kwamba ameingia kwenye hilaki kubwa. Kama ataachiwa kabla ya siku 7 pale atateseka na huenda akaumia. Wanaume wanatakiwa wayajue mambo haya, tena ni somo la pekee la kuliendea deep. Tena ingelifaa zaidi kabla ya watu kuingia katika maisha ya ndoa, waingie kwenye kustadi nini ndoa, nini mume, nini mke, kwa nini ninaoa, kuna haki gani kwangu mimi kuzitekeleza kwa huyu mke, na huyu mke ana haki gani kwake yeye kuzitekeleza kwangu mimi. Halafu mtu aingie kwenye sex namna alivyoizungumza Mtume hilo jambo hajaliacha. Kwa kuwa mwanamke amepewa 99 kumpita mwanamme, basi Mtume akamhadharisha mwanamme, akamwambia ya kwamba kwanza, mkioa oweni watoto wadogo ambao mtaweza kufanya mchezo nao, yaani zitaanza romance activities kwa wingi sana. Hakuna ruksa ya kufikia kwenye final ya kutenda kitendo mpaka romance zimefanywa kwa wingi. Usishangae kuona watu wamekaa msikitini wanazungumza hayo, huku ndani yake hiyo ni ibada, hiyo ni dini hiyo. Anaweza akadhurika mtu mara moja hapo, na anaweza akachukia mume mara moja tu, akaona balaa gani hili, na huenda nyumba ikaharibika hapo. Pengine itokezee bahati mbaya awekeshapita katika dunia yake, amekutana na watu ambao wanamkidhia haja ile, wewe Muislamu ikawa huijui subject ile ifaavyo, ukashtukia nyumba yako inaharibika. Hana imani na wewe tena, anajiona anateseka, anaadhibika, hujui sex. Na hichi kitu si kama kinataka mtu kwenda katika kozi kikubwa sana, la. Kimaumbile Mwenyezi Mungu humtunuku mja wake kumfundisha kimaumbile. Ingelikuwa yataka mafunzo, basi hata wanyama vile vile ingebidi wanapata tabu sana, lakini kimaumbile lazima mwanamume ajue wajibu wake katika jambo hili, na mwanamke ajue wajibu wake nini katika jambo hili. Akikosa mwanamume wajibu wake, nyumba imeharibika. Mwanamke naye pia akikosa kujua ufundi, vipi nimvutie huyu, vipi nianze, basi nyumba naye pia vile vile ataishtukia imeharibika. Ndiyo maana mwanamume wakati mwingine anaona atafute pahala pa kupumzika, hususan tena iwe kakosa mafunzo ya dini, hamna imani, anaona basi wazee wangu amenipagaza tu, mie mke huyu hana chochote kijuacho, na kwa hivyo mimi sifikii katika kukidhi moyo wangu hasa, ila anakwenda nje. Sasa fudilatil mar'atu, tunaimaliza nukta hii kuizungumzia kwa nini mpaka peponi wakawekwa. Hapa ndo kwenye ukamilifu wa neema bwana. Na nani atapinga kwamba jamii hii mwanamke na mwanamume kwamba si neema kubwa? Nani anaweza kusema kwamba anaweza kuishi binadamu mwanamume bila ya mke, au nani anaweza kuishi mwanamke bila ya mwanamume? Haiwezekani kabisa. Na Mtume aliposema kwamba binadamu angefaa kusujudiwa, basi mwanamke angelipewa amri amsujudie mumewe. Kwanza yeye kapewa wadhifa wa kuhudumia nyumba kwa chakula na nguo na pakukaa. Zaidi ya hayo, Mwenyezi Mungu amemfanya yeye ndiyo kumtosheleza yule mke mpaka amalize zile 99 moja baada ya moja, aikwangure ya kwanza hiyo, ya pili hiyo, mpaka anafika kumaliza 99, anafika mpaka kwenye final. Hapo anakuwa ni mwanamume barabara, mwanamume ambaye kabobea, anafaa kabisa kupewa mke. Na hathubutu kabisa mwanamke kukaa na wenziwe wenye njia akasikitika kwamba wenzangu nyewe mmefaidi, mimi ndo ninalo tu iloba mkubwa na lolote. Hathubutu tena. Maana iko uchupaji wa mpaka, aidha wanachupa wanaume au wanachupa wanawake. Uchupaji wa mpaka ambao Mtume kasema ni laana kubwa sana anayoipata mwanamke pale anapomzungumza mumewe kwa siri za ndani ya kitanda. Mambo ya ndani akitaka kuzungumza,
ameangamia mwanamke. Na ameangamia mwanamume atakaye kitako pahala kuwazungumza marafiki zake au kumzungumza mtu yote mwingine kwa siri za aibu za mkewe. Mke wangu hivi, mke wangu hivi, mke wangu hivi, mke wangu hivi, anapata laana kubwa Mwenyezi Mungu. Wale watu ni watu wa kustiriana, watu ambao wamepewa nafasi, kitendo chao ni thawabu, ambapo wengine wakikitenda waliokuwa hawakuoana basi imekuwa ni dhambi za kumghadhibisha Mwenyezi Mungu, kiasi ambacho azina, jarimatu zina yahtazzu laha arshu rrahmani ghadaba, kiasi ambacho uovu wa zinaa unatikisa arshi ya Mwenyezi Mungu kwa adhabu. Arshi na arshi ni kitu gani? Arshi hakuna ajua ila Mwenyezi Mungu mwenyewe, lakini mtume kasema kwamba arshi ni kubwa kuliko mbingu 7 zote, na baina ya mbingu mpaka mbingu hakuna anaojua ukubwa wake baina ya mbingu mpaka mbingu, na hizo mbingu ni 7. Basi arshi imezipita mbingu 7 zote. Hiyo arshi huwa inatetemeka, inataka kuvunjika kwa sababu mtu anapoingia kwenye tendo la zinaa. Sasa wengine wanapata laana kama hiyo, na wengine kwao kila wakienda katika matamanio yao wanapata thawabu zilizokuwa hazikadiriki. Wameruhusiwa wale kukashifiana, jambo ambalo kwa mwingine hana ruhusa kabisa kumuona mwanamke ajnabi, hata kichwa chake hana ruhusa kumuona. Zaidi ya uso na viganja vya mikono hamna ruhusa kuonekana mwanamke sehemu yoyote katika mwili wake, na mwanamume alikuwa ajnabi ambaye anaweza kumuoa. Sasa anapoingia kwenye ndoa, sasa mwanamke na mwanamume wanakuwa na ruhusa sasa kuonana popote pale, wako huru. Angelikuwa kapewa ruksa mwanamtu binadamu kumsujudia kiumbe, basi mwanamke angelazimishwa lazima amsujudie mumewe, kwa sababu ya zile ladha 99 alizopewa, kwa kuwa haadhiriki sasa anaye mume, hafedheheki sasa anaye mume, hakashifiki sasa anaye mume. Basi hapa ilikuwa inaelekea kwamba apewe amri asujudu kwa mume. Laito angekuwa najua watu mafunzo ya dini yalivyo, mtu mwanamke angeichukulia heshima gani kwa mume. Na huyu mume naye asiyakaona kwamba kapewa hichi cheo cha maskhara, kwamba ingefaa asujudiwe yeye, akaona kwamba ni madaraka makubwa sana, atumie atakavyo, amtese mwenziwe. Haikuruhusiwa kumhajiri juu ya kitanda, ila kwa makosa makubwa anayofanya mwanamke, hataki kujirekebisha, kumhajiri kwenye kitanda. Kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu amesema ni adabu. Fahamu vizuri. Basi pale ilipokuwa huna dharura yoyote kumwacha mwenzako zaidi ya wiki, zaidi ya miezi miwili, basi humshughulikii. Hajijui mtu kama ana mume anateseka na mwenzako amepewa 99. Wewe hiyo moja uliopewa inakuendesha mbio, inakupotezea utu unaondoka kwa mwanamume. Haya zinamtoka hayawani kabisa, labda hanamkia kwamba ataitwa ng'ombe, lakini ng'ombe. Binadamu mwanamume ng'ombe bila kiasi. Mara usikije na dume limekamatwa pahala, limeadhirika, limekamata papai ndo mkewe, anafanya masturbation kwa papai. Mwingine kaona papai bado siridhiki, amechimba kishimo kwenye ardhi, akatia vitu kama sponji mle, akalalia juu yake, sasa imekuwa ardhi ndo mkewe. Hii yote ni kukufahamisha waziwazi kwamba kumbe maisha yasingeweza kupatikana, mtu asingeweza kuishi mpaka Mwenyezi Mungu umkumbuke sana. Ama hapa ndipo utapomshukuru Mola wako. Hapa ndo itabidi lazima uingie msikitini uswali. Hapa ndiyo baada ya kusha kutemeza haja zako usiku wa manane, ndipo utapojiondoa kitandani ukenda ukajitia maji na ukaanza pole pole kabisa kwa unyenyekevu hali ya juu kabisa ukamwabudu Mola Muumba, na ukasujudu sijida refu kwa jambo moja hili peke yake mbali ya mengine. Wakati ilipokuwa bado hujamaliza haja yako, ile hali yako unaiona namna ilivyokuwa, unahangaika na hivi na hivi, basi mwanamke hufika mpaka kupata maumivu ya tumbo, anaumwa kwa sababu ana 99 katika ladha zinamsumbua. Daktari mwenye kujua kazi yake humuuliza unaye mume? Akijibu kwamba sina, basi huwa anajua kinachomsumbua ni kitu gani. Sasa
Asifikie kabisa mwanamke kwa sababu ya mateso aloyapata kwa mume mmoja au wa pili, asifikie kutoa uamuzi kwamba mimi kuolewa basi tena, atakufuru, ataikataa neema ya Mwenyezi Mungu. Na hawezi kufika hapo ikiwa umri wake bado yumo katika kuhitaji mume. Ama kuna umri, naam, kuna umri, naam, mtu anakuwa hahitaji tena. Wallahi yaisna min almahidhi, kuna wanawake wamekwisha kata tamaa ya kupata kitu hedhi. Ina maana